Karibuni tena ndugu wapenzi katika familia yetu ya maarifa ya neno, ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu sio tu kwa leo bali kwa mwezi wote wa 5 ni tafakari juu ya mama yetu kipenzi Bikira Maria. Na tafakari yetu ya leo inasema, nampenda Maria, nampenda mama, nampenda daima. Sasa basi, huu ni mwezi wa 5 ambao kikanisa unajulikana kama mwezi wa mama yetu kipenzi Bikira Maria. Kuna tofauti kati ya mwezi wa Rozari na mwezi wa mama Bikira Maria. Katika tafakuri za kipindi cha Rozari ambacho kikanisa ni mwezi wa 10, tuliona ya kuwa sala ya Rozari siyo sala au ibada kwa Bikira Maria kama vile wengi wanavyoweza kufikiri. Tuliona ya kuwa Rozari ni sala ya tafakuri ya kina kwa Mungu, tukimshirikisha Bikira Maria. Sasa mwezi huu wa 5 umewekwa wakfu na kanisa kwa ajili ya Bikira Maria. Kumbe ni wakati wa kumtafakari Bikira Maria. Sasa kwa wale wapinzani wa Bikira Maria, tunawashauri wasiache kuandamana nasi katika tafakuri hii, kwani ni nafasi ya kipekee kabisa ya kumtafakari Bikira Maria. Sasa wanaweza kuuliza, ni kwa nini tumtafakari Bikira Maria? Tena wengi wakisikia umemtaja mama Bikira Maria, basi wanakimbilia kwamba ninyi mnamwabudu Bikira Maria, ninyi mnafanya ibada kwa Bikira Maria, lakini wanashindwa kuelewa ni kwa nini tunampenda Bikira Maria, ni kwa nini tumempa Bikira Maria nafasi ya kipekee katika kanisa. Basi ni wakati wa kipekee basi kwa wao kuandamana nasi na wapate kujua ni kwa nini tunamtafakari Bikira Maria. Tena tunaweza tu tukawapa jibu rahisi kwamba tunamtafakari Bikira Maria kwa sababu huyu mama ni mfano bora sana wa kuigwa. Sasa je, kuna ubaya wa kumtafakari, kumjifunza na kujua hata kufuata yale mazuri aliyokuwa nayo? Kwa sababu ni mengi. Huyu mama, kama tulivyowahi kusema katika tafakuri za nyuma, ni mama wa mfano kwetu. Kila jambo lililotokea tangu mwanzo mpaka mwisho linatupa mafundisho mengi, kuanzia mwanzo au tuseme pale alivyopashwa habari mpaka pale msalabani Kalvari, ambapo mama alikuwa na mwanaye mpaka mwisho wa safari yake. Kuna mengi ya kumtafakari, kuna mengi ya kujua kutoka kwake, kuna mengi ya kufuata, mazuri na ya kupendeza. Sasa Waswahili wanasema, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpe. Bikira Maria ni mfano bora sana wa kuigwa, na kama hatuoni hilo, basi pengine tuna chuki za kibinafsi na mama wa Yesu. Endapo kama hutaona kwamba Bikira Maria ana mengi mazuri ya kuiga, basi ni kumbeza tu. Ujue kwamba una chuki za kibinafsi na mama wa Yesu. Sasa ujue kama utamdharau mama wa Yesu, hivi kweli utathubutu kusema kuwa wewe ni rafiki wa Yesu? Hivi mtu akimchukia mama yako, jaribu tu kutafakari. Mtu anamchukia mama yako, hivi kweli utampenda? Nadhani jibu utakuwa nalo mwenyewe. Kuna mtu mmoja aliniambia jana tukiwa katika mazungumzo kwamba ni rahisi kwa mtoto kumsahau baba, lakini
ni vigumu kabisa kwa mtoto kumsahau mama, na hilo tutajadili katika tafakuri hii pia, pale ambapo hata Mungu mwenyewe anatoa mfano wa mama kwa mwanaye. Mungu alilinganisha upendo wake na upendo wa mama kwa mtoto. Kwa hiyo basi utaona umuhimu wa mama. Sasa endapo kama tunawapenda mama zetu, je, na mama wa Yesu itakuwaje? Iweje endapo kama tutamchukia na kumdharau na kumbeza mama wa yule tunayemtambua kwamba ni mkombozi wetu? Hivi je, yule mkombozi wetu ambaye yeye alimheshimu na kumpenda sana mama yake atatuonaje? Basi katika tafakuri hii tunaenda kumtafakari Bikira Maria, na tunaomba kila mmoja wetu afuatane nasi tukayaone yale mazuri ambayo yapo au yanatokana na huyu mama. Ni yepi tutakayoweza kujifunza? Ni yepi tutakayoweza kumwiga hata angalau kidogo katika kujenga uaminifu, ukaribu na Mungu wetu? Vile basi, kwa muda tumekuwa tukishirikisha tafakuri zetu kwa njia ya video tu. Tulishindwa kutoa pia tafakari kwa njia ya maandishi kutokana na majukumu tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwetu kurekodi video, lakini pia tulikosa muda wa kukaa na kuandika, ili kwa wale ambao hawana uwezo wa kuona video zetu basi wangesoma maandishi yetu. Lakini basi mwezi huu tutajitahidi pia, Mungu atakavyotujalia, tutoe kwa video na pia tutatoa maandishi. Tutatoa tafakuri zetu kwa njia mbili, yani kwa njia ya video kwa wale ambao watapenda kututazama kwa njia ya video, na wale ambao watashindwa kutokana na shida ya mtandao au tunaita bando, basi wale wataweza pia kutusoma katika maandishi yetu. Basi niwakaribisheni tena katika tafakuri ya mwezi huu wa mama yetu Bikira Maria. Sasa kama tulivyosema, leo tutatafakari upendo wetu kwa mama Bikira Maria. Tunaenda kutafakari juu ya upendo wetu kwa mama yetu Bikira Maria. Watunzi wengi wa nyimbo wametunga nyimbo nyingi za kuonyesha upendo kwa mama yetu Bikira Maria. Ukiingia katika mtandao, ukiangalia wimbo juu ya upendo wa mama Bikira Maria au upendo wetu kwa mama Bikira Maria, basi utaona kuna nyimbo nyingi sana, na Mungu awabariki watunzi wetu. Sasa mmojawapo wa nyimbo ambazo zinaonyesha upendo kwa mama yetu Bikira Maria, mmoja ni ule wimbo unaosema hivi: nampenda Maria, nampenda daima, namsifu Bikira, namsifu mama, mapendo ya waka moyoni mwangu, wakati wa raha na wakati wa uchungu. Huu ni upendo wenye uzito mkubwa wa mtoto kwa mama. Hakika ukitamka mama, tayari unatamka habari ya upendo. Ukitamka mama, tayari unatamka habari ya upendo. Ni nani kama mama? Hakika mama hana mpinzani. Nakumbuka kuna wakati niliona kanga nyingi sana zilikuwa zinauzwa na zina maandishi mazuri yanauliza, ni nani kama mama? Mama hana mpinzani, na maneno kama hayo. Hakika hivi vyote vinaonyesha upendo wa mtoto kwa mama. Kumbe basi mama ni kiumbe, tunaweza tukasema ni mnyama au binadamu
kwa sababu mnyama naye anazaa, na kama mnyama anazaa, basi huyu ni mama wa kilichozaliwa. Vile vile hata sisi binadamu tunazaliwa na tunakuwa na mama zetu. Hata kuku ambaye anataga, mtoto anapozaliwa kutokana na mayai ambayo yametagwa, basi tunamwona kwamba mtoto yule ana mama. Ndio maana tunasema mama kuku. Mnyama kama ng'ombe anayenyonyesha, anayezaa na kumnyonyesha mtoto wake, naye ni mama wa huyu kiumbe. Basi mama, awe ni mnyama au ni binadamu, basi ni kiumbe asiye na ubinafsi kwa kile kinachomwita mama. Mama ni kiumbe, awe mnyama au awe binadamu, basi ni kiumbe asiye na ubinafsi kwa kile kinachomwita mama. Ni kiumbe mwenye upendo ambaye anajinyima mengi kwa ajili ya maslahi na mahitaji ya watoto wao. Nakumbuka wakati nimepata akili kidogo, nilimwona mama yangu alivyokuwa anateseka na wadogo zangu. Akiumwa mafua kidogo, mama halali. Mtoto kama hawezi kula, mama hawezi kula. Ni lazima mama anahakikisha kwamba mtoto amekula ili yeye aweze kula. Kwangu binafsi, mama yangu aliendelea kuwa mama kwangu hata wakati ambapo nimekuwa mkubwa. Utaona upendo wa mama kwangu haukuisha mpaka pale mama yangu alivyoaga. Nadhani mara nyingi hata mama angekaa miaka mingi na mimi nikawa na miaka mingi, bado ningekuwa mtoto kwa mama. Na ndio maana Waswahili wanasema mtoto hakui kwa mama. Manake ni nini? Manake mama siku zote hana ubinafsi kwa mtoto wake. Ni mwenye upendo ambaye anajinyima mengi kwa ajili ya maslahi na mahitaji ya watoto wao. Sasa mama hufanya kazi kwa bidii na kwa kujituma sana, pasipo kulipwa, pasipo hata kuombwa au kulazimishwa, ili kuhakikisha mtoto wake anapata shibe, anapata ulinzi, anapata furaha, amani na pia ustawi. Katika kiumbe ambacho Mungu aliufananisha upendo wake kwa hicho ni mama. Tulitamka hilo hapo kabla kwamba katika viumbe vyote kimojawapo ambacho Mungu aliufananisha upendo wake kwa hicho ni mama. Tunasoma hivi katika Isaya: Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Huyo Mungu anauliza, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, Hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Isaya 49 mstari wa 15. Tunaona kabisa Mungu analinganisha upendo wake na upendo wa mama. Maana yake ni kwamba kuna upendo wa mama na Mungu anatuonyesha kwamba upendo wake ni mkubwa kuliko ule upendo wa mama. Maana yake Mungu anatusaidia kulinganisha ule upendo wake kwetu na ule upendo wa mama kwa mtoto. Na anasema kwamba ijapokuwa mama hawezi kumsahau mtoto wa tumbo lake, vile vile Mungu anasema Hawa waweza kusahau, lakini mimi Mungu
sitakusahau wewe. Kutokana na upendo alionao mama kwa mwanaye, mtoto anamwona mama kama kimbilio wakati wa hitaji. Anamwona kama kimbilio kwake, anategemea ulinzi, amani, furaha na hata ustawi wake. Ndio maana mtoto anampenda mama yake sana kwa upendo wa dhati. Mtoto anapozaliwa utamwona jinsi anavyofungamana na mama yake. Mtoto anapokuwa na mama yake anajiona kwamba yupo chini ya ulinzi, yupo chini ya amani, ana furaha na ustawi wake. Vile mtoto anavyozidi kukua, hasa akiwa mdogo, utaona kwamba hapendi kubanduka kutoka kwa mama yake. Akili yake ya kwanza, mama yangu ni yupi? Basi utamwona anavyofungamana na mama yake zaidi ya kiumbe kingine chochote, au zaidi ya mtu mwingine. Sasa ndiyo tunatambua ni kwa nini watuzi wengi wa nyimbo walitunga nyimbo za kudhihirisha upendo kwa mama Bikira Maria. Bikira Maria ni mama yetu sisi sote. Na haya sio maneno yangu, bali ni utaratibu aliouweka Yesu mwenyewe. Nirudie tena. Bikira Maria ni mama yetu sisi sote. Bikira Maria ni mama yetu sisi sote. Na hayo sio maneno yangu, bali ni utaratibu aliouweka Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani alipomwambia mwanafunzi aliyempenda. Utaona mwandishi anasema mwanafunzi aliyempenda, hakutamka jina lake. Sasa Yesu alimwambia yule mwanafunzi aliyempenda, tazama, huyo ndiye mama yako. Na tangu saa hiyo yule mwanafunzi alimchukua akae nyumbani kwake. Tangu saa ile huyo mwanafunzi alimchukua Bikira Maria akae nyumbani kwake, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 19 mstari wa 27. Sasa swali ni kwa nini Biblia inatumia maneno mwanafunzi aliyempenda na sio jina la mwanafunzi huyo? Mwanafunzi aliyempenda, maana yake mwanafunzi huyu ni wewe na mimi. Mwanafunzi huyu ni wewe na mimi. Ikiwa kama wewe na mimi ni wanafunzi wa Yesu, na kama tunaamini ya kuwa Yesu anatupenda, basi sisi sote tumewekwa chini ya mama ambaye ni mama yake Yesu. Kama Biblia inavyosema, Yesu alipomwona mama yake na karibu naye amesimama yule mwanafunzi aliyempenda, akamwambia mama yake, mama, tazama, huyo ndiye mwanao. Yohana 19 mstari wa 26. Sasa nitakuuliza, je, ulimpokea huyo mama ambaye Yesu amekupa? Kama Yesu alikupenda, kama wewe ni yule mwanafunzi aliyependwa, je, ulimchukua mama wa Yesu akae nawe? Hilo ndio swali ambalo tutaenda kujiuliza leo hii. Kama kweli wewe ni yule mwanafunzi aliyependwa, je, ulimchukua Bikira Maria akae nyumbani mwako?
Ikiwa kama humpendi Bikira Maria tena kwa upendo wa dhati, maana yake humwoni yeye kama mama yako, humwoni yeye kama mama yako. Na kama humwoni yeye kama mama yako, basi wewe sio mmojawapo wa wanafunzi ambao Yesu anawapenda. Kwa nini? Kwa sababu kama mwanafunzi wa Yesu usingekataa kupokea zawadi aliyokupatia, yaani mama yake Bikira Maria. Pengine wewe sio sehemu ya wanafunzi ambao Yesu anawapenda, kwa sababu yule mwanafunzi mwenzetu ambaye Yesu alimpenda kama anavyotupenda, alimchukua akae nyumbani kwake. Kama alivyofanya yule mwanafunzi mwenzetu aliyependwa na Yesu, sisi nasi tunamchukua mama kwa upendo mkubwa akae nyumbani kwetu, yaani akae mioyoni mwetu. Sasa nitakuuliza, je, wewe ni mwanafunzi ambaye Yesu alikupenda au anayekupenda? Manake Yesu anazungumza na mwanafunzi aliyempenda na kumwambia, huyu ni mama yako. Na mwanafunzi yule aliyependwa na Yesu alimchukua Bikira Maria akae nyumbani kwake. Sasa je, wewe ni sehemu ya wanafunzi wanaopendwa na Yesu? Yesu anasema, mtawatambua kwa matunda yao. Sasa tutakutambua wewe kwa ukaribisho au kwa kupokea yale Yesu aliyokukabidhi. Mojawapo, Yesu alisema, huyu ni mama yako. Je, ulimchukua nyumbani kwako? Ulimchukua akae na wewe? Kama mama yetu tunampenda, tena tunampenda sana. Tumsifu Yesu Kristo.